na Mungu. Maana Mungu mwenyewe anahitaji wale ambao wanafanya kazi naye. Kwa hiyo wakati ambao tulikuwa tunaongea juu ya neno, bado unakuta kwamba ile neno ukiliamini inamaanisha kwamba basi unakabilisha Mungu ndani yako. Kwa hiyo unakuta kwamba mnaanza kufanya kazi pamoja naye. Tuko moja. Okay, kwa hiyo unakuta kwamba siku ya leo ni siku ambao ninataka ya kwamba tuanze kuona Mungu akifanya kazi kwako na kwa yule mwingine. Kupitia unakuta kwamba ndio hapo inasema kwamba Mungu akasema kwamba nitawapatia. Yaani inasema kwamba mtawale. Kwa nini Mungu akapatiana utawala? Kwa nini? Maana Mungu mwenyewe bado unakuta kwamba anatawala mbinguni. Kwa hiyo anapatia mwanadamu hapa duniani akaweza kutawala. Kwa hiyo hataweza kutaka kutoka mbinguni ili kuweza kufanya kazi hapa duniani. Anagojea wewe dokta, anagojea mwingine kama Bosco, mali huko ujue kwamba unahitajika ufanye kazi ya Mungu. Halo? Na tunaweza kuangalia, okay, wewe ulio nyumbani. Tunaingia katika hali ya kufanya kazi na Mungu. Kwa hivyo ujumbe ule ambao tuko kwayo ni kwamba Bwana anafanya kazi na wanadamu. Kwa hiyo wakati ambao Mungu akiwa mbinguni anatafuta ni nani ambao anaweza kufanya kazi naye. Wewe ulio nyumbani inahitajika ujue kwamba Bwana anakuhitaji ili ufanye kazi na yeye. Kwa hiyo kwa wakati mwingi Mungu ametafuta vile ambao atafanya kazi na wanadamu. Atafanya kazi na mwanadamu. Wewe utakubali ufanye kazi na Mungu ama umekataa? Aha. Kwa hivyo tuko hapo. Bwana mbariki sana. Tunaenda kuingia kwa ujumbe kutoka Mwanzo 1:29. Anza na mstari wa 29. Kwa hivyo hapo ndio unakuta kwamba tunaanza. Kwa nini Mungu anataka kutafuta vile, anatafuta vile ambao anafanya kazi na wanadamu. Kwa hivyo siku ya leo expect ama ngojea matokeo Mungu akifanya kazi na wewe. Maana wakati ambao anashuka anatafuta vile ambao anataka anafanya kazi njema kwako. Kwa hiyo unakuta kwamba na ndio Yesu Kristo anasema nini? Anasema kwamba ninawatuma ili mweze mkaeneze ambali njema. Kwa hiyo unakuta kwamba ambali njema hii itaonekana wakati ambao Mungu mmoja ataingia ndani ya mtu mmoja akaanza kufanya kazi njema ndani yake. Aha. Mwanzo 1:26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Basi hata hiyo inatosha. Aha, hebu malizia mstari wa 29 na 8. Okay, 28 inasema Mungu akawabarikia. Akawabarikia. Mungu akawaambia, zaini mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bas, kwa hiyo Mungu akaacha mwanadamu akiwa na uwezo ili kaweza kutawala. Kwa hivyo uwezo tumepatiwa ili tuweze kutawala. Kwa hiyo unakuta kwamba Mungu anafanya kazi na mwanadamu kwa
Kwa nini? Maana Mungu atafanya kazi hapa duniani, maana kazi yake ni ya mbinguni. Kwa hiyo anayetafuta vile ambao atafanya mtu mmoja akaweza kutawala, ama hata kutawala hapa na kazi ambao alikusudia kaweza kutendeka. Kwa hiyo unakuta kwamba kama anasema kwamba unakuta kwamba kama Mungu anataka ili uweze kuomba, inahitajika kuamini. Kuna vitu ambao na wakati ambao nilikuwa natafuta Mungu kwa ajili ya ujumbe huu, nikaonyeshwa kwamba mbingu vile ambao iko na nini, iko na vitu ambao iko mbinguni. Kama unakuta kwamba kama nini, kama miguu. Unaona huyu ambao anaitwa nani? Anaitwa makanika. Makanika wakati ambao ameletewa ngali ikiwa na shida, anaangalia ile ngali. Baada kuangalia ile ngali, anachukua kitu kimoja ile ambao iko na shida, anaenda kutafuta nini? Spia yake ambao iko na nini, na mwenye ameweka hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba mbinguni kuna masakio ambayo iweze kuwezekana hapa duniani. Kuna miguu ya mandandamo ambayo iweze kupatikana hapa duniani, lakini inapatikana mbinguni. Kwa hiyo unakuta kwamba Mungu anatafuta vile ambao nani ambao anaweza kumtumia kiasi hiki akaweza kuleta kinini ambayo imekuwa mbinguni, lakini unakuta kwamba imekosekana duniani. Inahitajika moja akaweza kuelewa kwamba basi wakati ambao tunapotafuta huyo Mungu anaweza kutupatia uwezo huu wa kufanya kazi na yeye. Unakuta kwamba watu wengi unakuta kwamba wanasema kwamba pressure, wanasema kwamba giving, wengine unakuta kwamba wanakufa. Maana unakuta kwamba Mungu anatafuta, anasema kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Maana unakuta kwamba wamekosa kuelewa ya kwamba hii ambao wanatafuta haiko naye mbinguni. Kwa hiyo unakuta kwamba inahitajika mmoja ambao ataweza kuangalia mbinguni, na ndio unakuta kwamba huyu ambao siku ya Sunday kuna kiongozi ambao alikuwa na amatiana neno, akasema kwamba weka hazina yako, si useme weka hazina yako. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna vitu ambao iko mbinguni, na unakuta kwamba mahali ambao kuna hazina yako. Kwa hiyo pasipo kuwa waelewe mahali ambao kuna kinidi yako. Unakuta kwamba tunaenda kila mahali, unaenda mpaka India ukitafuta nani ambao atakuweza kukupatia, ataweza kupatia nini kinidi, lakini unakuta kwamba inaweza kupatikana mbinguni wakati ambao tunaenda kupiga Mungu, na Mungu anakupatia. Kwa nini? Maana unafanya kazi na Mungu. Na tu hapo angalia katika Isaya 6:8 anasema nini? Isaya 6:8 inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema. Anasikia sauti ya Mungu akisema, nimtume nani? Ni nani ambao nitakamtuma duniani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ni nani ambao atakayeenda kwa ajili yetu? Lakini kuna kwamba unakuta Mungu akiwa mbinguni hawezi kushughulikia mambo yetu. Maana anahitaji mmoja akaweza kuamini, na baada kuamini unakuta kwamba unabeba huyu Yesu. Yaani unambeba huyu ambao anaitwa Yesu ndani yako. Baada kumbeba huyu, bali unakuta kwamba anafanya kazi na wewe. Ninasema kwamba imekosekana mmoja ambao anaweza kufanya kazi na huyo Mungu. Ama anauliza
Ni nani ambao nitakayetuma? Maana kila ambao kiko, kila mmoja anatafuta lisha yake. Unakuta kwamba kila mmoja anatafuta, na tu Yesu Kristo anasema nini? Yesu Kristo anasema nini? Akasema nini? Mnanitafuta kwa ajili ya mkate. Yani si ya kwamba unanitafuta kwa ajili ya neno langu, lakini unanitafuta kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mkate. Kwa hiyo na Mungu anatafuta vile ambao anaweza kuamkisia mtu mmoja, kumpatia mamlaka, dominion. Yani anakupatia utawala. Baada ya kutawala, unakuta kwamba hakuna kitu, unakuta kwamba yani unakuta kwamba tunaongopa. Na ndio hapo wacha niache hivyo kidogo. Nisema kwamba Mungu wakati ambao anataka kukupatia utawala, anatafuta vile ambao atakupatia utawala. Kuna kitu ambao anakufunza kwanza. Yani unakuta kwamba misingi ya Mungu, yani unakuta kwamba bila ambao inaitwa principles za Mungu, ili akupatie utawala. Kuna mtu ambao anaelewa hiyo. Yani ili Mungu akuonyesha ama kupatia utawala, kuna kitu ambao anakufunza. Na kwanza anakufunza juu ya upendo. Anakufunza juu ya upendo. Ile ingine inakufunza juu ya nini? Kuvumilia mwenzako. Unaweza kuipata katika Mwanzo 7. Kuvumilia. Na ile ingine ni forgiveness. Yani unakuta kwa kusameheana. Maana unakuta kwamba wakati mingi ukiwa hata kwa nyumba, wacha kanisani, unakuta kwamba mama yako, yule ambao lazima unakuta kwamba unasema kwamba amekukwasa. Halo? Yani kwa zangu ni mimi tu huwa ninakwaswa. Tano unakuta kwamba mali ambao uko, unakuta kwamba mpaka kwa nyumba unaanza kukwasana, unaanza kusema kwamba kwani, yani unaanza kuona uchi wa yule mwingine. Yani unaona makosa. Yani unakuta kwamba unaona makosa. Yani unakuta mtoto anaanza kuona makosa ya baba yake. Mama anaanza kuona makosa mtoto. Yani unakuta kwamba anasema kwamba na mimi leo hakutavikwa. Halo? Yani hiyo ilikuwa kwetu. Hiyo ilikuwa kwetu. Yani unakuta kwamba unapeleka wanyama kwa mto, na unakuta kwamba kamoja kanaingia kwa shamba yenyewe, unaambia kwamba leo hakuna kukula. Kwa hiyo unakuta tunaanza kuona makosa. Yani unakuta kwamba na huyo mama inakuwa kwamba anjali. Yani anjali bila ambao umekuwa kisakane, lakini kwa sababu ya kambuzi kamoja kameingia kwa shamba. Yani haoni kwa, lakini ndio hapo ndio Mungu anasema kwamba mama anaweza kukuacha na anaweza kukukosa kukuhurumia, lakini anasema kwamba mimi Bwana ninakuelewa. Ni nini ambayo iliyetendeka, nikabuze tu kadiingia, lakini ninaweza kukosa, ninakuelewa. Yani umekuwa ya kwamba unashunga, lakini nakuna kwamba kambuzi kamoja kameingia kwa shamba, lakini huyo mama hataki kuelewa.
lakini anasema kwamba mimi ninawaelewa. Ninawaelewa. Anasema kwamba ninawaelewa. Hebu soma. No. Mimi kuambia wapi bwana? Mwanzo 7 mzawa wa kwanza. Bwana akamwambia Nuhu, sikia, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Bas, kwa hiyo unakuta kwamba weka mstari wa 5, anasema nini? Mstari wa 5. Mungu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Noa akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Akaweka kila kitu. Kwa nini? Kwa safina. Kwa hivyo kila ambao kilikuwa kina cover, hiyo wanyama walikuwa kwa safina ni nini? Yaani kuna mtu anaweza kuniambia ni upendo. Na ile nyingine kuvumiliana, kwa sababu kuna kwingine unakuta ukikugusa kidogo, yaani akanatoa kalevu kingine kambaya. Kwa hiyo ikakoya kwamba ni kuvumiliana. Unakuta kwamba naye huyu ambaye anaitwa Chui anaona kwamba mbuzi, anasema kwamba kama si upendo yaani nasema kwamba kama si upendo nikukubana kitu. Lakini unakuta hamekaa hapo mpaka kwa hiyo unakuta kwamba mpaka hata wakati wa leo, hata wewe unastahili kuishi katika hiyo maisha hiyo upendo. Uacha kuangalia yule mwingine, unakuta kwamba umwangalia katika hali ya upendo. Yaani unakuta kwamba wakati ambao unafanya kazi na Mungu, inahitajika ufanya kazi na Mungu kiasi hicho, hali ya kuvumiliana. Hata kama amekupa na nini, ujua kwamba uacha umwambia kwamba kama si Mungu, kama si wokovu, nikimaliza wewe. Lakini unakuta sasa wokovu umekupaka mata, unasema kwamba huyo kama si nikikumaliza. Kwa hiyo inahitajika